Anti-FGM Board, pamoja tukomeshe ukeketaji Kenya. Nataka kutubu, sijui nani alisema tuanze kutubu kwanza. Kwa mama, tuanze kutubu kweli, tuko ndani ya kanisa. Mnajuanga ile nyimbo mtu anasema asamino kwanda nyansinde ya cherry baget siyo magu nyande ramite cherry baget. Situko na hiyo? Hebu tuombe Mungu atuweke cherry baget. Suko yome tunyonde kwani chekure netmelia engore kukemi cherry baget. Asamino kwanda nyansinde ya cherry baget siyo magu nyande ramite cherry baget. Aguna ke no moe kole yegilango telondo kitaro kwe abenya kesami ogaba Jehova yegilango telondo kitaro kwe acha kwani kaptere kisami no kwande nam teri bage siyoye ainde tamite teri bage tutaipanga ile sidia anangele chichoma itoro kwe jagla mutulondo chapa matusi kebendo tige ure netmelia kebone aibu na jana gigela okwanda nyoko kuna ela kwe ni kiwasiche kole mawe tumdo aibu ne jana tano ne boni ka tele ngo ne gende ne chaibu ne no kama chichi yakiosa ko ngo wechi kaya kate kwani ke ule tioke toke kana la maguma chako mwaima ako chote chekaseta ai mune tiane bokochi imon bakapere kenge ditebele kwani chebendi tumde golita kale kwani ka kaptere geleno maduro kumye chebe chwali ngone mwa chote to ngi kale apo wa uchi eptoma ne bakwalinji kulule kio wane mbuno mkubwa na nyuke kure professor Margaret Kopia wati kole gamet nebo Professor Kopia komi ko barie la kwenye kemyache ke barie ke tele chuma ke patini nabas Chief Justice Martha Koome tukuna botole tangu ke tele la go lakini mama ta ke tele che ara no siasa ke ne kure sisi le gadio ma ke tele ne nguno ko minister ne bobe ako mami ngala ulota lakini ngili na roho kenyeje na roho ke babuki ke morali ya piche ngoke kebebe ko uje kitapche basengeleje nini huko Kaptole ni wapi hapa ni wapi wanakata wa mama sisi kama watoto wenu tutasikiaje kiko biru rojoba otinye lafe ngone ni kara golina kache ako otach ko tuti cheborodi radodi nomi te bapi service committee tosai bunetiane kikas kole nene tasetaeka kyotu yagara adine somi kuli chamje ngiwe ngolo chine wabi ngamo hapsindani to anan kurena sisters in law aliane tuliono tukwa tasetaeka unota nega tukika sanguna kele namba genge village en Kenya msima ne motinye ngaleka tumwe chebo TV akwani FGM Free Village fotavile na che kaptele amo engara kolin kine boyu wakanyika tukul joba serikali kola kwenyona che tos tinye sauti ko ngala engwenu tabigala magleji uira olungwan kurere ira gole anan ibati ke konai chi gole kame ni ko tom ko tumda ai kuna cha ko nai la kwenyane gole mawe tumda ngoni ka mwachi sini baba. Kwa hivyo pia hata kama tumesikia sauti ya kwamba wamama walijipeleka, lakini nani alisema hajakeketwa? Ni wewe baba. Sheria inasema ya kwamba mtu pia hapo tumesoma tu, mtu ambaye anakufanya wende utahiriwe unatakiwa kushtaki. Na kwa sababu tunaogopa kufika kwa chief, atajua nimefika kwa chief. Nimekuja hapa leo nikuwapatia namba toll free line ambayo unapiga 115 Agaenga Sabal Mood 1195 Birgit simu nota gile negit ke nama na wotundo akimwa ile abunu gatele village mureti kinabenda
commissioner DCC. Bonga DCC angine ko bitini dio. Babi ke bitini chief. Ako ke ba ke so runen yoto. Ako ndamana mesime kimache oye kukarejas itele tai empoti na ile tanam ni chamkubura kila wakati kwa Lemelia. Kuna namna vile watajua bilioni unreasonable doubt kama huyu mama mwenye alitusiwa. Bwana yake ndiye angependa statement kwa imani. Yule mama anapenda kutusi bibi yangu. Na ndio hiyo sheria imesema unyanyapaa kwa yule hajatahiriwa ama kwa mtu mwenye anaoa mwanamke ila hajatahiri ni hatia. Na hiyo ndio sheria ya nchi. Tulifungua hiki kikao kama pasta yetu anatusomea Biblia ya kwamba msione yale mnafanya ya kwamba inaweza kukua juu ya sheria za nchi. Na nikiwa mbele yenu sheria ya nchi kuu kabisa ndio hii katiba yetu ya Kenya. Any law including customary law. Customary law ile inasema Lemelia kama kwanti nila kwenda kwa tumbo kichana. Akeleche sijui magumo magas moto kwa lamune ngikwanti what happens. Basi kifika hapo wewe mzee bwana yangu kilimo mwenye hataki nipikie kijana yake chakula. Enda tafuta cook akucha mpikie. Sababu utaki mtu ila hajatahiriwa kupikia kijana yako. Mjipange hivyo. Lakini sisi wa mama tusikie tunakuwa kwanza kuvunja sheria ya nchi yetu. So hiyo mlango wa pili ukurasa wa 4 inasema any law including customary law that is inconsistent with the constitution is void to the extent of the inconsistency, and any act or omission or contravention of this constitution is invalid. Tunafunja sheria. Mlango wa 5. The general rules of international law shall form part of the law of Kenya. Na international laws ni mingi sana ambayo Kenya imeweka sahihi. Kuna moja inaitwa Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. SIDO. Hiyo kuita mtu jina ya Melia ni kudiscriminate yeye. Na huyo mtu amefuata sheria. Kenya imeweka sahihi. Sasa hizi tunavaa barakoa hapa. Na tuna keep social distancing. Sababu WHO corona ilipokuja wakafanya research wakaona inasambazwa kwa njia gani mpaka wakasema kujikinga tuvae barakoa na tuwe tunatumia hii sanitizer tunatumia. Na tunafuata. WHO pia wakafanya research wakasema lazima tukue vaccinated against polio. Tukiuliza kila mtu hapa nani hajatii sheria ya WHO, hakuna, sababu hakuna mtu hana hii alama kwa mkono. Kama huna useme tafadhali utapeleka udungwe. Kila mtu, si kila mtu hapo na hii. Basi 1948, andika 1948. Hii WHO ambayo wametuambia tuvae barakoa. Walituambia dunia mzima ya kwamba mambo ya kutahiri wanawake ni mbaya. Wamefanya research wameona hiyo ni kudhulumu. Na kumbe hiyo research yao ilikuwa ina confirm vile Biblia inasema. Katika Genesis 17 kutoka mlango wa 9 uende hapo 11 ambaye Abraham aliambiwa utahiri vijana. Kufika mlango ya 23 Abraham amejitahiri na vijana yake. Mbona kusema atahiri sana hapo? Lakini kwa sababu mlena jao kibia wa Misri. Si tunasemanga kikibu ni Misri na kikibu ni wana makibu wa Misri. Ati tukaleta hiyo tabia kutoka kufika mpaka huko, lakini mwisho ilikuwa tamaa tu ya kutaka kukula. Kwa hivyo naleta pito nilipigia toto pito agenge kwa hiyo kama nikotasta yolo. Ole chape chako kwa takomratane. Ange kwa kitabu takalatie kale mapoki na kake muratan ako ne maki maratan. Kale kine yuti se ne kiiti ko chamye tenje Yesu Kristo. Naona kuna tena kumaki. So Biblia ndio hii imekataa. Katiba ndio hii. Mbona sasa tunarudi kukeuka? Wachana hata aibu ile nyingine tulipata kwa hapa Nairobi.
Mwaka uliopita rais wetu alikuwa anaenda Canada. Akafika huko mahali dunia yote wanakusanyika kupeana report kuangalia unaendeleaje namna gani. Vile county commissioner ya Kericho lazima ajue nini inafanyika katika sub county ya Bureti. Vile katika serikali yetu lazima tujue nini inafanyika katika kila county. Ndio sisi tunatumwa sasa kwenda kwa sababu report inafikia serikali ya kwamba kwa ile county, sub county mpaka kijiji hii na hii inafanyika. Sasa hiyo maneno rais wetu alipokuwa Vancouver akaona Kenya kila mtu anasema sisi zero FTM, sijui wapi hatuna FTM. Waislamu ambaye tunafikirianga wamefanya huko hii Arab suka hawafanyi. Akaona Kenya bado iko. Na sasa utafanya nini kama rais, kama wewe kama sasa DC atauliza wewe utafanya nini? Kama mimi sasa minister yangu Professor Kobia anauliza umefanya nini? Atarudi ananiambia Chebiki Limo juzi nimesema uende Bomet na uende Kericho. Kufika huko na mimi natuka mpira kwa huyu nasema hamjafika huko. Huyu ananiambia tumekuwa tukichuka wasichana kwa mlango. Wasitairiwe aje. Kumbe wamama ndio wametairiwa. So it is a change, you are not alone, hauko peke yako. Na wewe si on yourself. Ukishazaliwa wewe ni mali ya serikali. Sasa ile unakeketa hapo ujue wewe ni mali yetu, mbona unaharibu? Sababu we hold on behalf of God, we are responsible for what is happening kwa citizens ya nchi yetu. Kwa hivyo tumekuja hapa kusikia kwa nini tunarudi nyuma. Tunajua katika Kalenjin community wale wameenda mbele zaidi ni Kipsigis. Wale wanajua kupika ni Kipsigis. Sisi huko Maragot bado tunaruka, hata bado wanafanya hivi, bado hawajapata kinanda ya kupika hivi. Ni mko mbele. Lakini sasa mbona mnataka kutumia mbinu za jana kwa maisha ya sasa? Aisha tuweza kufika hapa. Tana River nimekuja na kitabu moja hapa. Kwa Tana River saizi ambayo wamechukua mstari wa mbele kwa kushikilia pia bado ni hotspot kulingana na ripoti ya chair. Lakini kufika mwezi wa 4 ikiisha kuna vijiji 3 ambaye wote wamekaa chini na kusema hatutaki kutahiri tena. So sasa hivi tunamalizia 22 counties zenye imebaki. Kipsigis was number 1 sababu hawa ndio Ukristo ulifika hapo mbele kabla ifike huko kwetu Tot. Ati wanarudia. Sio kweli. Na sisi wa mama. Ngoja mimi njipo yao kabisa kama leti ni hawezi kukuaibisha mbele ya watoto yako. Unaenda jandoni ati mama yetu anarudi kawa hega nyuchito. Imagine before your own son. Nauliza, siku ile nilikuwa nanyonyesha huyo kijana yako. Wewe mzee yangu injini ya kilimo. Mbona hukusema maziwa yangu ni ya mbele yako? Na nikanyonyesha mtoto yako. Tukaenda hapo mahali pengine siku nyingine tumekuwa huko Narok. Kwa mama anasema, lazima msichana wangu atahiri because akiolewa hawezi kukamua ng'ombe. Ati matiti ya ng'ombe itakauka. Akikamua. Na nilikuwa nakamua kwa kwetu. Kemwache imani tosa mbona sikitegemea. Ni ukweli kweli mtu akikamua ng'ombe matiti itakauka sababu itatairiwa. Itatairiwa kama nini? Chair lady yetu alisema kutokana na Biblia ile alisema ukate circle, that is why wanaume tunaitanga circumcision. Ngozi tu ndio inatolewa. Lakini daktari mwenye hapo katikati yetu anajua ya kwamba saa zile watu wanakuwa form. Wiki ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 7 kila mtu ni mwanamke. Baada ya wiki ya 7 earthquake inafanyika, tremor inafanyika. Sasa hiyo kondoo inaenda upande hii, busi inaenda upande hii. Na nzuri kukua kondoo because we are harmless sisi wanawake. Sasa hiyo sasa ndio hormones inaanza kutengenezwa, hii inakuwa mwanamke ya mwanamke sababu sisi tunakuwa shingo ya wanaume, tuko shingo na hawa ni kichwa. Unaona hiyo sasa maumbile yetu inaanza kurudi nyuma. Inarudi nyuma mpaka hiyo kidogo inabaki. Hiyo ya mwanaume inaanza kukuja mbele. Inakuja mbele mpaka inakuja mbele
ya yangu. That is how we are formed biologically. Ya kwamba mali mnakata yetu ni kama ungekata hiyo ya hiyo nini? Hiyo leaf, hiyo kitambaa mnakata ni kama hiyo ya mwanaume kama ungekata. Na hiyo ni vitu imefanya na hiyo watu ya WHO wasomi data haiwezi kudanganyana mpaka wakasema hapana. Iweze kufanya hivyo. So tumekuja hapa kusema ongengolo tije kasa. Gocha mingi chama niko yeu utaimika ngo kaimo. Tena hata sometimes watoto watu wanaanza kuambia ujue pengine anataka kukuweka parking sababu anataka kuenda mahali pengine. Kama je kuone mchito. So ngomaje sio rudi kwenu, and that is violence katika wizara ambayo niko saizi. Psychological torture. Na hiyo psychological torture katiba imeweka. Ukurasa wa 4. Mlango wa 29 ya katiba yetu. Unaweza kuripoti kusema ninapatiwa psychological torture. Haya. Si mtu anisomee nisikuwe nasoma maneno yangu. Mlango wa 4 mstari wa 29. Mtu asome. Mstari wa 29b. Mtu asome. Katiba yetu. Hii ndio inachunga sisi wote, ndio inatuletea usawa yote. Okay? 29d. Peana. Hiyo inafanya mwanamke mpaka asema hata nienda kutaidiwa sababu hana amani kwa kichwa. Na katiba inakulinda. Hebu soma. Subject to torture in any manner, whether physical or psychological. Soma 29 alafu uende mlango ya D. Every person has the right to freedom and security of the person, which includes the right not to be subjected to torture in any manner, whether physical or psychological. Nani anataka kusema kwa Kiswahili? Sema kwa Kiswahili tena tusikie kidogo. Kila mtu ako na uhuru na usalama ama ulinzi. Hata mtu ukifanyiwa dhulma aina ya kimawazo ama kimwili. Tuko pamoja. Hiyo ndio haki yetu chini ya katiba ambayo inalinda sisi wote. Kwa hivyo mtu yeyote anaona kama anadhulumiwa, unyanyapaa katika kijiji, unaenda kuchota maji, unaambiwa songa umelia kwanza, mimi sisi tuende mbele. Hiyo si priority. Na tunajua sisi katika mila yetu ya Kikale tunaambiwa mtu hata akikutemea makamasi ile green simrudishe, chukua tu karatasi ama na utoe, si ndio? Na uende zako. And then you work hard to prove. Kwa hivyo tumekuja hapa. Chair alisema tunawapenda, that's why tumekuja huku. Tungependa tusikie in Kipsigis land, the village ambaye iko FGM free ni hapa. Na ni kweli si ati sasa kila mtu akutunge pale. Wanawake, simamia haki yenu. Wizara ambayo niko ni kuhakikisha haki ya wamama wasidhulumiwe kimawazo ama kimwili. Na female genital mutilation ni dhulma ya hali ya juu katika ama kwa mwili ya mwanamke. Tujikimbize kama Wakenya wengine na mambo ya maendeleo. Wale wamama ambaye pia walipatikana, ningependa na waomba mulisha somewa sheria mliposhikwa au 20 mungeform a caucus group ambayo mnasaidia serikali kusambaza ya kwamba hakuna kukeketwa, mkuu our champions. Sio ndio ingine nimekuja kuomba mkono yenu. Wengine kama nitarudi tena to launch our champions against FGM ni wale wenye walishashtakiwa wanasema kweli sheria iko, hatutaki ukeketaji, na tuko na miradi mbalimbali katika wizara ya Public Service and Gender. Tuko na Women Enterprise Fund
ambaye inaweza kutusaidia tufanye biashara nyingine, sababu tulikuwa tunakeketa ndio kulipwa. Tunaweza kufanya biashara kuomba hiyo pesa, ama tunaungana na women rep yetu ambaye ako na mwakilishi wake hapa, nitampea nafasi. Wanakuanga na pesa ambayo inasaidia sisi kupatiwa umbrella pale, ama kidogo tuseme tunataka kujenga nini ya kukuja sisi tujiongeleshe vile tutafanya watoto wetu wakuwe nambari moja katika Kenya kama ya watoto ya wamama wengine. Tunakuja capacity building each other na kufanya biashara mingi. Kwa hivyo hiyo ndio homework nimewacha, na kuomba ya kwamba pia kanisa tuendelee na ile mambo yetu ya camps, tuendelee kufundisha vijana waishi pamoja. Na nilisikia pia ya kwamba wenye sangine kama sio matusi kutoka kwa wamama ni kuambiwa na Bwana enda utairiwe sababu ametusiwa pale. Sasa wazee saa zile mko na jandoni. Tumekuja hapa kusema stop FGM, lakini hatujasema stop ya vijana. Kuna vitu mzuri katika mila yetu, mafundisho mazuri kabisa, lakini ile ya kukeketa ya kushika hapo sehemu tu ndio tunakataa. Tunaweza kuwa na Mother's Day katika kanisa, tunakuwa na wasichana wetu tunawaongelesha, tunawaambia hivi ndio vile utaheshimu bwana yako, hivi ndio vile utakaa usiprovoke mzee, hivi ndio vile work hard. Kama juzi mama yangu ananiambia sisi tusome, alikuwa anabeba mikondo kwa mgongo sababu akipeleka polepole atachelewa soko, na by afternoon pengine pay itakuwa imeharibika. Kufika haraka ni kubeba na afike. Hizo ndio vile survival tactics tunaeleza watoto wetu. So let us do things vile dunia inaelekea saa hizi. Na wazee mwenye aliongea mwisho alisema vijana iko nyuma. Na sasa hivi mnaendaka chandoni kweli mnaongelesha anga nini hawa watoto kweli? Vijana. Na hapa mjue shetani pia anaweza kutarget because that is the seed. Tunawapenda na tunataka walindwe vizuri. That is the seed for generations to come. Hata siku ile tukiwa nyumbani zamani utaisaidia kabla hatujapata Kenya seed kutupatia seeds. Sisi tulikuwa tunaangalia mbegu gani mzuri alafu tunaweka jariri packet hapa. Tuko pamoja. Tunaweka hiyo mbegu jariri packet ndio wakati inatosha tunaanza kupanda. Hiyo ndio vijana wetu tunataka muweke mahali mzuri ndio watatuendelesha katika maisha. Sisi kama wanawake tukiwa nyuma kutekeleza vile Biblia inasema wasaidizi wako. Sisi ni wasaidizi, na kama community tunajaribu kuangalia tutapatiaje huyu msaidizi nguvu ndio aweze kusaidia zaidi yule anatakiwa kusaidiwa. Kwa hayo machache, nashukuru sana kwa hii nafasi ambaye mmetupatia. Hiyo ndio sura ya Mheshimiwa Achebe Kilimo. Nimewahi kukuwa mbunge, nimewahi kukuwa waziri na bado natumikia serikali bila kukeketwa, sababu mahali hapo wanakata sio yenye ina make decision, na ionyeshi hapa ya kwamba sijakeketwa ama nimekeketwa. Ninashukuru aibu ile mama yangu alibeba ndio niweze kusoma, sababu nilipomwambia mama nimesikia lazima nisome ndio niweze kukua na gari, nasikia wenye wanaendesha magari ni wasichana ya sehemu inawajakeketwa, akasimama kidete na mimi. Ilikuwa na uchungu lakini alisimama na mimi. Na ndio nikafika huko nikaenda kukundua haya kumbe ni ukweli hakuna kukeketwa. Ndio nikarudi kota college college picture akmasa college kama nalega tumbe negativi kole makararan momito. So bado tunajaribu nyuma, tujashikana na wale bado. Na hiyo ministry niko naye ni mambo ya usawa. Bado tutashikana na hao sababu ukeketaji ili wafungie nyuma. Lakini we can start a generation where our daughters will be equal with the other communities. Kwa hayo machache, tumalizie hii nyimbo yangu. Kisami pande amachana kama gole yeglamu tulondo kitaro pe pabenyon melete choba kamerate cheoba yeglamu tulondo kitaro pe pabenyon melete choba
pele meragaje Jehova yegilane tulono kitorokwe TFGM Board, pamoja tukomeshe ukeketaji Kenya.